Filamu hii imetayarishwa na Jumuiya ya Vijana Zanzibar, Zanzibar Youth Forum, ili kuendana na maudhui ya ujumbe wa mwaka huu 2011 wa siku ya kimataifa ya vijana unaosema vijana wapewe nafasi ya kushiriki kikamilifu katika kufanya maamuzi kwenye ngazi za kijamii, kitaifa na kimataifa. Hii ikiwa ni sehemu tu ya shughuli zilizoandaliwa katika kuadhimisha siku hiyo hapa Zanzibar. Siku ya vijana huadhimishwa kimataifa kila mwaka ifikapo tarehe 12 Agosti. Vijana ndio rasilimali kuu ya kuleta maendeleo kwa taifa. Na inaeleweka kwamba miongoni mwa changamoto nzito zinazokabili nchi zetu za Afrika ni suala la hali na mustakabali wa vijana wetu. Kizazi cha vijana wa leo ni kikubwa sana kupita vyote katika historia ya dunia. Takriban nusu ya idadi ya watu duniani ni vijana walio chini ya umri wa miaka 25. Na takriban vijana ni 22.5 wanaishi katika hali ya umaskini uliokithiri, yaani ni kipato cha chini ya $1 kwa siku. Licha ya ukweli kwamba vijana ndio rika linalofanya idadi kubwa ya watu katika jamii ya Zanzibar, bado hakujawa na mazingatio ya kutosha katika kuwashirikisha kufanya maamuzi juu ya masuala mbalimbali, hasa juu ya mambo ambayo yanagusa maslahi yao moja kwa moja. Maamuzi ni suala muhimu kwa vijana, kwa sababu wakishiriki katika maamuzi hata kwenye kutekeleza katika mipango mbalimbali wanakuwa wanashiriki kikamilifu. Kama serikali pia itaelekeza kipaumbele kwa kina mama au kwa vijana wanawake, basi tutapata mwamko mzuri ambao utatusaidia kuendeleza maisha yetu tukiwa na malengo mazuri mbele na kujiamini kama wanawake kufanya kazi kwa kupata mafanikio. Tunapotengeneza sera ni kuwashirikisha vijana. Na vijana wana mitandao yao, hawana maeneo yao. Vijana wanapata kwenye vyuo, taasisi za elimu za juu. Kwa hivyo humo kuanzwe sasa utaratibu wa kuwashirikisha ili waweze kushiriki kikamilifu katika kutunga sera za kuendesha mamlaka ya dola. Vijana wana NGOs zao. Kwa hivyo ni wajibu wa serikali, ni muhimu kabisa ili wasikae tu peke yao kuweza kutengeneza sera, wale walengwa wenyewe wawape fursa ya kuweza kushiriki. Kwa upande wangu mimi ningesema serikali ingeweza kuweka kitengo maalumu au kuweka kampuni maalumu au center maalumu itakayowashirikisha vijana mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali na kuweza kutoa yani kama elimu vipi vijana wanaweza kushiriki na kuondoa matatizo yao katika jamii zao. Nikiri kweli vijana wanahitaji kujua harakati mbalimbali za nchi yao katika suala zima la maamuzi. Na niseme tu kwamba tushukuru vijana Unguja au hapa kwetu wamekuwa mstari wa mbele, niseme Zanzibar kwa ujumla wamekuwa mstari wa mbele katika kujiundia taasisi mbalimbali ambazo zimekuwa ni chachu ya harakati hizi za maendeleo hapa Zanzibar. Sasa ni sema kumekuwa na ushirikishwaji wa kiasi fulani. Tumeona vijana wakitoa mawazo yao, wakishiriki katika makongamano mbalimbali inayohusu maamuzi. Lakini nafikiri kuna haja ya kuzidisha kasi wao wenyewe vijana kwanza kuweza kujiimarisha zaidi. Sababu ikifikia wakati vijana kuweza kushirikishwa katika level mbalimbali za maamuzi, bila shaka na wao wanahitaji kuwa katika nafasi fulani ya kiuwezo wao kuweza kuhudhuria katika hizo ngazi za maamuzi, kuweza kuzungumza vitu ambavyo vitaweza kuconvince serikali katika kufikia lile ambalo tunakusudia kulitafuta. Kwa hivyo na wao vijana wanahitaji vile kujiweka katika position ya kuweza kukubalika katika kuweza kutoa hayo maamuzi. Lakini tushukuru kumekuwa na hatua mbalimbali ambazo serikali imejaribu kuzifanya kuona kwamba vijana nao wanakuwa wanashirikishwa katika ngazi hizo. Zaidi kwenye jumuiya za chama. Lakini kule kwenye level ya serikali za mitaa labda
halmashauri za wilaya, mabaraza ya miji au manispaa, hakuna nafasi ambazo zinawahusu moja kwa moja zinawahusu vijana. Hata kwenye baraza la wawakilishi au bunge hakuna moja kwa moja kwamba hii inazungumzwa kwamba inawahusu vijana, hasa katika kufanya maamuzi yanayowahusu wao kama wao, lakini yanawahusu wao katika jamii nzima. Tuna matatizo kuzidi uwezo, kiasi kimetushinda, kwa sababu serikali zetu haziangalii vijana, zinaangalia wale wazee. Kwa kweli katika masuala hayo, iwapo vijana watakuwa nafasi za kuweza katika utungaji wa sera watashirikishwa wenyewe wao, kwa hiyo itakuwa ni swala rahisi au ni swala zuri la kuweza kukamilisha au kupunguza masuala ya ukimwi, hata madawa ya kulevya. Lakini wasi kama atatunga watu sera bila ya kushirikisha vijana, basi masuala hayo kila siku na basi yatazidi kuongezeka na hatopungua. Wakisha kukata tamaa sasa, ndio wimbi kubwa sana linaingia kwenye matumizi ya madawa ya kulevya, wakidhani kwamba inaweza pengine ikawa dawa ya kuondokana na matatizo ambayo wanayo, lakini athari nyingine ni mrundikano sasa wa kuwa na wagonjwa wa akili, lakini pia wa kuwa na wagonjwa walioathirika na ukimwi, lakini na vifo. Lakini jingine ni kwamba hatuliandai taifa kwa siku zijazo. Haki za binadamu nchi za Afrika hawana. Utawala bora uko ncha. Unasikia utawala bora na haki za binadamu kila siku wanaongelea, lakini Afrika utawala bora na haki za binadamu kufika ni tatizo. Mawazo na imani za vijana wengi wa Zanzibar hivi sasa yameelekezwa juu ya uwepo wa Baraza la Vijana la Kitaifa Zanzibar kama ni hatua mojawapo muhimu kuelekea ushirikishwaji wa vijana katika maamuzi. Je, kwa nini wanafikiri Baraza la Vijana la Kitaifa Zanzibar ni muhimu kwao? Serikali inapaswa kuharakisha mchakato wa kuundwa kwa Zanzibar Youth Council, baraza hili la vijana ambalo linatokana na kupitishwa kwa hii sera ya maendeleo ya vijana. Baraza hili kama ambavyo nimesema awali kwamba litakuwa ndio chimbuko la uratibu wa ajenda na harakati zote za vijana na maendeleo yao Zanzibar. Vinginevyo nje hapo sioni kwamba kuna njia ya mkato ambayo tunaweza tukafanya bila ya kuunda chombo ambacho kitapitishwa kwa sheria. Itawawezesha wenzetu wengine kusikika. Kwa hiyo pale watapata nafasi vijana tofauti wakiingia kwenye baraza lile, watapata nafasi ya kusema ya kwao yanawahusu kama wanavyosema moja kwa moja, lakini hata yale ambayo yanahusu katika jamii nzima au katika taifa au katika kimataifa, watapata nafasi ya kuyazungumza na kuyatolea maamuzi au ya kuyasemea au kuiambia serikali kwamba vijana tunaona hili, tunahitaji nini, tuna mapungufu haya.